jinsi ambavyo kuna Waisraeli wanaanguka kasoro tu kabila moja la Yuda peke yake, na sababu ya wao kuanguka ni kutokufuata maelekezo na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Na cha kushangaza sio kwamba wameanguka ghafla, ilikuwa ni mchakato wa polepole hadi mwisho wa siku wameangamia kabisa. Na sisi katika maisha yetu tunapokuwa tumejiweka mbali na Mwenyezi Mungu kutokana na maisha yetu, kutokana kwamba tufuate maelekezo, hatutimizi mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na sisi tunakuwa na anguko hilo. Anguko kama hilo linatufuata polepole, tunazidi kuwa mbali na uso wa Mwenyezi Mungu, mwisho wa siku tunapotea kabisa. Lakini tunapokuwa karibu na Mwenyezi Mungu kwa kuyafuata maagizo yake na kuyashika mapenzi yake kila wakati, tunazidi kukaa karibu na yeye, kama vile mtu anapokuwa karibu na moto unaowaka. Kadiri unapokaribia moto huo, ndivyo joto lake unavyojisikia kwa ukaribu na linapokaa na wewe. Ndio hivyo tunapokaa karibu na Mwenyezi Mungu, tunakuwa tunanukia na tunakuwa watakatifu polepole. Karibu tunapozidi kukaa karibu naye, tunafanana naye. Lakini tunapozidi kwenda mbali, hivyo hivyo tunapoteza utakatifu. Tuombe basi neema Mwenyezi Mungu tusaidie wakati wote, tupambane kuyafuata maagizo ya Mwenyezi Mungu na tukitimiza mapenzi yake. Katika somo letu la Injili tunaalikwa tusihukumu, ili na sisi pia tusije tukahukumiwa. Ndugu zangu, anayehukumu wengine hana muda wa kuwapenda. Tunapohukumu watu wengine hatuna muda wa kuwapenda. Kumbe jitahidi kutanguliza upendo pasipo hukumu. Hata maonyo yetu, marekebisho yetu na misaada tunayotoa kwa wengine ya maelekezo yawe yamezaliwa ndani ya upendo na sio hukumu. Hatupo kwa ajili ya kuwahukumu watu wengine, bali tupo kwa ajili ya kusaidiana kwa mapendo makubwa kupelekana kwa Kristo. Kila mmoja wetu ana mapungufu yake, hamna hata mmoja aliyekamilika. Kwa maana tunaalikwa tujue kwanza boriti ambalo liko ndani ya jicho letu, ndio tuone kibanzi kilicho katika jicho la mwingine. Wakati mwingine tumejiona labda sisi ni wenye haki kuliko wengine, tukawahukumu, tukawasema hata vibaya, hata tukawabatiza majina, tukawalebo, ili pia watu wengine waone hivyo. Wanasema ukitaka kumuua Mungu mbadilishie jina lake. Hata katikati ya soko, nataka mtu apigwe, mbadilishie jina, mwite mwizi, utaona watu wanamshambulia. Zikana na sisi tumefanya hivyo kwa namna moja au nyingine katika nafasi nyingine za kimaisha. Tupe neema ya Mwenyezi Mungu asitusiwe na jicho la hukumu, bali jicho lenye kupenda na kurekebisha katika mapendo makubwa, kwa sababu kipimo kile tutakachowapimia wengine ndicho hicho tutakachopimiwa na sisi. Tuwe makini basi katika maisha yetu ya kila siku. Hayo yote ndugu zangu hayawezekani kwa nguvu zetu peke yetu. Tuombe neema ya Mwenyezi Mungu, hasa mwangazo wa Roho Mtakatifu tunaofanya misa kwa heshima yake. Mungu Roho Mtakatifu atuangaze na mapaji yake, saba tuweze kutenda kadiri ya mpango na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tumsifu